Basi kama kawaida, ikiwa ni sehemu ya 7 kama kawa tunazidi kusonga mbele DJ Hero, basi pale YouTube ukiwa unatazama hakikisha anafanya subscription, twende sawa. Akaambia nataka kuweza kutoka hapa. Kaambia hapa kuna waini nyingi za kuweza kunywa, lo Fushu umekuja hapa. Kaambia kaka, Heaven Gate iko wapi? Mjomba, nataka kuweza kutoka. Kama miaka 20 nimekaa hapa kijana. Acha kupoteza muda wako kwa mambo yasiyokuwa na maana ndugu yangu. Kaambia Uncle King. Kaambia pambana na situation bana. Kubaliana na hali. From Zia Kalala. Hebu acha niache wewe. Jamaa kwa na koroma kinyama. Basi toki upande huo. Bwana pili wa binti amekuja kumtembelea. Jumaa huja kumtembelea binti anamuita Queen. Alipomtazama aligundua kama binti ana huzuni. Anaambiwa mapenzi hayanaga utani siku zote. Ndio hivi inavyokuwa. Kaambia mbona nafikiria sana Fengshu na Queen. Kaambia ushapanga kuweza kuondoka? Queen, tunakupenda sana tangu zamani. Tumeishi pamoja tangu zamani. Tafadhali usiuzishe, yani swala lisikuume sana kuhusu hili jambo. Kama unataka niombe msamaha sababu nilichelewesha kuweza kumuondosha mtu huyo. Nataka nifanye kazi yako kuweza kuwa ngumu. Kwa ajili ya dada zetu na ndugu zetu tumeshafurahia na tumefanikisha kulipa kisasi. Tumeua wengi zaidi, lakini Fushu mbona anakufanya wewe unakuwa na huzuni sana? Au bado ulikuwa unampenda Fushu? Kama miaka mingi imepita, nimeua wengi, lakini sijajutia kufanya kitu kama siku ya leo ambapo najutia sababu ya Fushu. Sikweli naogopa sana, naofia maisha yangu kwa ujumla. Kaambia wanafanya kazi katika ufalme wa Tinsaza, ndio tukuweza kujutia kwa chochote kile. Lakini sio kwa kipindi hiki. Tinsaza yetu imeweza kuwa na maadui wengi zaidi. Yahoo, kweli nalipenda hili. Lakini Fushu alikuwa tayari kufanya chochote kwa ajili yangu. Na akaniulia pia, hata kanitolea uhuru wangu mimi. Hello. Itilafu kidogo hapo. Binti anadai kwamba story atakuwa tayari kuweza kuisikiza tena, kwa sababu Fushu alimpenda sana. Baada ya kusikia Queen kuna mtu anakuja kukutembelea. Kabla nishajua tayari. Asa alipotoka mzee, alituma kuna mtu anataka kuweza kumchezea siku ya leo. Kama kawaida binti kazi yake ndio hiyo, hatimaye aliingia kaanza kucheza kama tunavyoona, alikuwa akitazidi kucheza mbele ya mteja yani. Alimrudisha mteja huyu pasipo kujua ni mteja gani aliyekuja. Maana mteja huyu anaonekana amejifunika. Na binti alifanya yote. Alicheza vizuri. Maana ndo kazi inayomfanya anazidi kuweza kuishi mahali hapa. Sehemu inayomwingizia kipato katika Nameless Provision hii. Baada ya kucheza muda mrefu, mteja yule anaonekana anamtazama muda mrefu sana. Binti akadai sijui kama kucheza wangu umekufurahisha. Kaambia sijaridhika bado. Niko tayari kusikia mawazo yako. Kama mchezo huu umecheza sijaupenda vizuri, ningehitaji kuweza kuona mwingine zaidi mzuri. Nini kingine utanipa? Kama Nameless Provision iko tayari kuweza kumpa msafiri yoyote au mtu anayeingia ambacho utakiomba kwa wakati huu. Kama naogopa kwamba nikikuuliza kitu utanipa. Na kama basi nisipolipa, kazi yako ni kulipia kile unachokihitaji. Alishaahidi. Alikuwa ni mafangli mzee. Yeui.
Naomba binti huyu baba. Meme, bie han wo meme. Kama dada mdogo. Sina haja ya kuweza kukufikiria. Alikuwa ni sasa ndo kumbe binti walishai kuishigi zamani katika ufalme ule. Nasemekana kama kuna kosa ambalo aliweza kufanya ambalo lilimpelekea katika hali kama hii leo. Kama ni nani? Kama naita Kuinong. Kama utafurahi leo kucheza na mimi? Kama nimepoteza kuweza kujua mama yangu alipo, nilikuwa naishi katika jangwa hili. Hapo ni binti alikuwa akimkumbusha juu swala hilo. Kama lakini sina wazazi, sina mtu wa kunisaidia, na sijui naenda wapi. Basi binti aliweza kumkaribisha kwa wakati ule. Kama Fangli, umeishi na mimi miaka mingi hapo zamani. Na sijai kufanya chochote kibaya mimi. Lakini bado unanichukia? Lazima utakuwa unanichukia mimi. Mimi nasema kwa nini sikuchukie wewe? Sababu vitu vingi sana unapenda kuniingilia vitu ambavyo vinihusu mimi. Visivyokuhusu unaingilia. Kabla ni sawa. Inamaanisha nini kuniambia maneno hayo? Mama kasogeza hizo pesa mzee. Kama bado tunakumbuka nilichokuambia hapo mwanzo. Ulisema nitakachokulipa utanipa. Kama lakini sijajua kama ni wewe. Acha utoto wako hapa. Kama mimi sio utoto. Kwa kitu nataka kuniambia ulichokuwa umekiendea. Najua kwamba nimekuja hapa kama mteja. Fushu yuko wapi? Fushu? Fushu ameelekea wapi? Kumbuka binti alishamuua. Kama wewe niambie pote alipoenda mimi nitakwenda. Kama unaanisha nini huyu mtu? Naomba uweze kuondoka kwa haraka zaidi. Sababu Fushu aliua dada zetu. Nishakwambia mimi dada yako mpaka sasa hivi. Nimekuja hapa kama mteja. Nataka kuweza kufahamu mengi kutoka kwako. Naomba niambie Fushu yuko wapi? Kaambia amekufa. Kibo. Unasemaje? Binti alikasirika mzee. Umemuua Fushu? Unasema nini? Unataka kuniambia umemuua Fushu? Kaambia nani nakupa haki ya kufanya kutoa hukumu wewe? Nani nakupa amri ya kutoa hukumu? Kaambia ni mtumwa wangu, mimi nina haki ya kutoa amri juu yake. Na nani kuruhusu uweze kumkaribia? Kama ilikuwa sina otherwise. Mmoja na yule ni adui mkubwa wa 10,000 Hall. Kama na sawa, naomba sana uweze kusahau. Kama sitakushukuru wala sitakupenda wala sitakubali kusahau. Yote uliweza kuniambia. Oho. Binti anakumbuka siku moja mara ya mwisho mama yake alipokuwa ameweza kufa. Binti alilia sana siku hiyo. Binti anakumbuka alikuwa akimkumbusha Mr. Kuinong. Baada ya kifo cha mama yake Kuinong, kumbe kuna kosa ambalo Kuinong aliwahi lifanya huku. Alivizia saa mfalme amelala, akajiandikia haki zote. Sasa akati akataka kuweza kuweka signature ya damu ya mfalme, ndipo alikutwa hapa na Mafangli. Binti alikutwa kuna mpango alikuwa anataka kufanya. Kwa sababu ile alitaka kujipa haki kama mtoto wa mfalme. Baadaye wewe fanya nini? Kama teni huyu. Hii ndio kosa binti alilofanya. Alimpa kilevi mfalme alipolala. Akataka kujifanya kuwa mke wa mfalme ile miliki ufalme huu. Kama king, nimeamua kumfanya kuwa mke wangu wa halali. Na hiyo ilikuwa plani yake binti alikuwa ameweza kuiweka. Kaambia kuwa nataka kuweza kujiridhisha kuwa mke wa mfalme kwa lazima, si ndio? Kwa maana hiyo leo tunaamua kufukuza katika ufalme wa 10,000 dollars usioonekana tena. Kwa sasa hivi umegeuka kuwa adui mkubwa wa ufalme wa 10,000 dollars. Na hutakuruhusiwa kuweza kukaa tena hapa. Ndivyo tumaye binti walimuingiza katika keji moja ambao unaibeo keji ndio ambao wanatoshogwa wafungwa wanaopelekwa mbali zaidi. Na hivi ndivyo binti alipofukuzwa katika ufalme wa 10,000 hope hapo zamani ambao binti alikuwa akimkumbusha leo.
Kwa binti Kuinong ndo alifukuzwaga hivi katika ufalme huu baada ya kutaka kujimilikisha kwa mke wa mfalme kwa lazima, wakati mfalme alimlelea kama mtoto wake alipo kama binti mwingine. Na leo binti alishuhudia mbele ya macho yake, wakati mafamilia alishuhudia wakati Kuinong anapelekwa mbali, alifukuzwa katika ufalme wa 10,000 Hall. Cheki mambo hayo. Nini umefanya hichi dada? Mafanglindo alichoishia kusema mara ya mwisho. Hatimaye alichukuliwa maskari akapelekwa sehemu za mbali kabisa na ufalme huu. Kaambia kwa hicho ulichokifanya tayari tulishakuaga maadui siku nyingi. Na unajua kama mimi sio mtu wa kawaida, ni sio mtu anayecheza kawaida tu kama unavyofikiria, sivyo? Na kwanza sehemu hii ilipaswa pekee kuwa sehemu yako ya kuweza kukaa hapa. Big Boss alitoa amri uweze kukaa hapa. Binti anakumbuka kama alivyoambiwa, Big Boss amekuchagua wewe uweze kuwa mlinzi katika ufalme wa 10,000 dola baada ya kufukuzwa kule. Kwa sababu wewe status yako imeonekana kuwa tofauti na wengine, kwa kuanzia leo inabidi uweze kukaa hapa kuwa mlinzi wa ufalme wa 10,000 dola. Na yeye ni amri kubwa kabisa kutoka kwa mfalme Big Boss. Ametoa order hiyo kwamba tayari uweze kuishi hapa kwa kama mtu anayelinda ufalme wake. Kama utafanyaje kazi hii? Kama hapa ni mwanzo tu. Kwa sasa hivi unaweza ukaishi kama mtu wa giza. Yaani utaishi katika eneo hili na kufanya ulinzi kwa siri, mtu wote asifahamu, ikiwezekana hata yule dada yako wa familia sijue. Tayari ni chaguo lako moja. Hao bado unajijutia chaguo hili. Kama Godfather amenifundisha mimi na kunilea miaka yote, basi leo naahidi kuifanya kazi hii kisawa sawa. Kwanza sasa hivi nitafanya kitu kwa ajili ya maisha yangu ili kuweza kumlipa Big Boss kwa malezi aliweza kunipa yote. Basi ni vizuri kwa maamuzi yako uliweza kuamua. Kwanza sasa hivi wewe utakuwa ni spy wa ufalme wa 10,000 Hall. Utakuwa na spy maadui wote wanaojaribu kuweza kuingia katika ufalme huu. Nitakufundisha jinsi gani ya kubehave. Nitakufundisha jinsi gani ya kuweza kupambana. Na mimi kuanzia leo ndio master wako wewe. Basi alipewa ile seal na kibuyu cha maji. Kampeni nini? Kampeni wine nameless provision. Mtu anayejiunga hapa lazima kisha ameinywa wine hii kwamba atakwenda kushirikiana na sisi. Basi binti aliitumia. Hatimaye akameza kujiunga katika nameless provision, tayari kufanya kazi kisawa sawa. Sahau kuhusu maumivu yote, sahau mambo yote yaliweza kupita. Sasa nakwenda kuwa mtu mpya tena kutumikia ufalme huu. Haya, haraka muweze kuharibisha katika nyumba hii. Binti alikuwa anakumbuka. Kampeni ni simple. Na jinsi ambavyo nilivyotolewa pale nje ya ufalme, nilikuja kuishi maisha yangu kivyangu huku. Kama uko sawa, hii haiwezi kuwa karibu yako wewe. Naomba usije kunifuatilia mimi. Ukae mbali na maisha yangu, maana nilichafukuzwa kwa ufalme wa babako. Naomba ukae mbali na mimi kabisa. Kama nimekuja hapa namtaka Fu Hongxue, so wewe. Nimekwambia Fu Hongxue nishamuua. Kama na ukagani na kuweza kufanya kitu kama hiko. Ni kitu gani unachofanya kuweza kuniingilia mimi? Kamba sijui alifanya nini kwako, mimi sitaki kufahamu. Nilifanya hivyo kuweza kukulinda wewe na ufalme wa babako kwa ujumla. Maana yake mimi ni mlinzi wa ufalme huu. Nilifanya kwa sababu ni adui na ni adui yako pia. Kama unaniambia adui wa ufalme wa 10,000 dola. Nilikuja hapa kama mteja, lakini ulishindwa kunihudumia kama mteja. Kwa hiyo ulifanya hivi, umezidi kunumiza na kunumiza zaidi moyo wangu. Kuanzia leo mimi na wewe tutakuwa maadui kabisa. Ni bora tukaweza kuwa maadui kabisa mimi na wewe. Lakini sasa nataka niweze kukaa na yeye. Unajua kwa nini namtafuta?
Kwa sababu Mura Mungzu simpendi kama future yangu mimi. Yaani kwa sababu amechaguliwa na baba yangu, ila mimi nampenda Fu Shong. Katika maisha yangu yote nitaka niweze kukaa na furaha siku zote. Lakini mafangli Mura Mungzu anatakiwa aweze kuoa kwa usalama wako, lazima muweze kumuoa muungane na falme mbili muweze kuhakikisha mnaulinda ufalme huu. Na baba yako ndivyo alivyoamua. Kama nimemchagua Fu Shong, namtaka wewe ndo atakayenda leo kuchomoa ule upanga wangu ambao wengine walishindwa kuchomoa, ila yeye alichomoa peke yake. Maana yake unapaswa naweze kumuoa. Ndio alipushi Morning Sword. Kaambia hata kama, lakini hawezi kuwa mume wako kwa sababu yule pale ni muuaji. Fangli, nakushauri tu uweze kuachana na yule, ni mtumwa na vile vile ni muuaji na ni mtu ambaye amefanya kosa kubwa kwa ufalme wa Tinsanzandolo. Naomba ukae mbali mimi. Sasa